Leo nimeona tukumbushane kuhusu vyakula anavyotakiwa kutumia mgonjwa wa presha, mgonjwa wa kisukari pamoja na mgonjwa wa changamoto za moyo. Video zangu nyingi nimezungumzia, lakini leo nimeona niwakumbushe, kwa sababu sisi binadamu tuna tendency ya kusahau, lakini tunahitaji kukumbushwa. Kwa hiyo leo nataka nikukumbushe vyakula muhimu unavyotakiwa kuvitumia kama wewe unataka kupona maradhi ya presha, kisukari na moyo, lakini pia nataka nikukumbushe vyakula ambavyo unatakiwa kuviepuka. Vyakula ambavyo unatakiwa kuviepuka kama wewe unahitaji kupona maradhi ya presha, kisukari na moyo. Na huwa nasisitiza kwamba hivi vyakula ukivitumia kama tunavyoelekeza, huwa vinachochea kitu kinaitwa ketosis, vinasababisha ketosis iweze kuchukua nafasi yake kwenye mwili. Na ketosis ikishachukua nafasi yake kwenye mwili, ndo uponyaji huwa unaanzia hapo. Lakini sio ketosis peke yake, huwa vinachochea mfumo kuingia katika kitu kinaitwa autophagy. Autophagy ikishachukua nafasi katika mwili wako, tayari ndo mwili tunasema uko kwenye matengenezo. Kwa hiyo utaanza kuona autophagy huwa inafanya mwili uweze kuondoa seli zile zote zilizochakaa na kuziweka ndani ya mwili na kuzalisha seli mpya. Kwa hiyo ndo maana unaona watu wanaofuata lishe hii sometimes anaweza kukwambia nimeanza kuona ngozi yangu inabadilika, inaanza kung'aa, naanza kuona mwili wangu unaanza kuwa na nguvu, naanza kujisikia vizuri na nini, kwa sababu ya hizo mifumo. Sasa hapa nitakupa listi tu ya vyakula ambavyo unatakiwa kuzingatia, ama vyakula ambavyo unatakiwa kuviinclude kwenye sahani yako ama kwenye lishe yako. Hapa chakula namba 1, unatakiwa kuzingatia mboga za majani kwa wingi. Hakikisha kwenye sahani yako ama kwenye mlo wako kuna mboga za majani kwa wingi. Hapa kuna mambo ya spinach, mgagani, matembele, sukuma wiki, mchicha. Mboga za majani zozote zile unazozijua unatakiwa kuzitumia kwa wingi kwenye mlo wako. Lakini chakula namba 2 ambacho unatakiwa kizingatie sana ni mafuta bora, tunasema mafuta mazuri, ambaye haya mafuta unaweza ukawa unayatumia kuandalia chakula chako. Na haya ni mafuta ya mzeituni, mafuta ya parachichi, mafuta ya nazi, mafuta labda ya mawese, na yenyewe ni mazuri, unaweza ukaya-include vizuri, unaweza ukaya-include kwenye lishe yako. Yaani hakikisha mafuta unayoyatumia kuandaa chakula ni kati ya haya mafuta niliyoyataja. Lakini pia kama parachichi, unaweza ukatengeneza utaratibu wa kula parachichi peke yake mara kwa mara, kwa sababu lina wingi wa mafuta ambao ni mazuri. Chakula namba 3 ambacho unatakiwa include kwenye lishe yako ni protini bora. Protini bora, na protini bora inapatikana kwenye nyama za asili ama nyama ya kienyeji, lakini kuna mayai ya kienyeji, kuna samaki, kuna maini, kuna dagaa. Zote hizo unatakiwa include kwenye sahani yako. Na chakula kingine ni mbegu na karanga. Mbegu na karanga, hapa namaanisha karanga zenyewe. Kuna karanga rozi ambazo zinaitwa almonds, kuna korosho, kuna mbegu za maboga. Ni vitu ambavyo unatakiwa kuvi-include kwenye diet yako. Lakini kuna vinywaji. Hapa vinywaji nimeviweka kwenye makundi mawili. Kama utahitaji kunywa chai, basi chemsha chai ya tangawizi, chemsha chai ya mchaichai, chemsha chai ya mdarasini, yani viungo vyote vile vya chai vinahusika, isipokuwa majani ya chai usitumie. Na chai hiyo usiweke sukari. Lakini maji pia ni kinywaji muhimu ambacho unatakiwa uki-include kwenye lishe yako, maji ya kunywa. Na tunaenda mbali, kama unafanya masuala ya fasting ama intermittent fasting, kwenye maji weka chumvi kidogo, lakini chumvi ya mawe. Chumvi kidogo, lakini iwe chumvi ya mawe. Na unaweza ukakamua na maji kidogo ya limao. Huwa inasababisha pressure iwe normal, huwa inasababisha maji mengi yasipotee ndani ya mwili. Hivi ni vyakula ambavyo ninakukumbusha kwamba unatakiwa kuvizingatia unapoandaa lishe kama wewe ni mgonjwa wa kisukari, pressure au changamoto za moyo.
Hope umenielewa. Kama una swali comment hapa chini. Video inayokuja ni vyakula ambavyo hutakiwi kuvizingatia ama hutakiwi kuvitumia moja kwa moja. Hivyo naomba usubscribe chaneli hii na share kama unaona huu ujumbe unawafaa watu wengine ambao hawajaupata, na kuomba ushare kwa watu wengi zaidi. Lakini usisahau kusubscribe ili tunapo upload video nyingine uwe wa kwanza kuona.